Uhispania imetangaza hali ya hatari na imezidisha doria za polisi kwa kuongeza maafisa 36,000 zaidi baada ya nchi hiyo kushuhudia kupotea kwa umeme jana Jumatatu. Waziri Mkuu Pedro Sanchez hata hivyo amesema huduma umeme imerejea kwa zaidi ya nusu ya nchi baada ya umeme kukatika kwa zaidi ya saa 12 kote nchini humo. Umeme pia ulikatika katika nchi jirani ya Ureno. Nastia Mohamed na taarifa zaidi. Mamlaka ya Uhispania inasema mtandao mzima wa treni umezima. Hospitali zimelazimika kutegemea jenereta. Mkuu wa mtandao wa umeme wa Uhispania amesema huduma zinaanza kurudi polepole, lakini akaongeza kuwa huenda ikachukua muda wa saa 10 hivi kurejesha nguvu zake za umeme kikamilifu. Opereta mkuu wa Ureno alisema inaweza kuchukua muda wa wiki moja hali kurejea kawaida. Katika mkutano na wanahabari mjini Madrid, waziri mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez alisema uchunguzi bado unaendelea kuhusu tatizo hilo na akahimiza umma kutegemea vyanzo vinavyotambulika kwa habari kuhusu kile kinachoendelea. Bado hatuna habari kamili za sababu ya kukatika kwa umeme. Kwa hivyo, naomba umma kama tulivyofanya katika matatizo mengine iliyopita, kuhakikisha kupata habari zao kutoka kwa vyanzo rasmi. Ni bora kutotoa taarifa zisizo za ukweli. Tutajua sababu baadaye. Hatuondoi dhana yoyote, lakini sasa lazima tuzingatie jambo muhimu zaidi ambalo ni kurejesha umeme kwenye nyumba zetu. Michael Hogan ni mshauri wa shirika la kijamii la kimataifa na ni mtaalamu wa masuala ya umeme. Anasema kukatika kwa umeme kwa kiasi kikubwa hicho mara nyingi huchukua muda kurejea na kufanya kazi. Mfumo wa kusambaza umeme wa Spain na Ureno imekwama na kuzima kabisa, na sio jambo la kawaida, kuwa ngumu sana kurejesha kwa kawaida. Na bila shaka itachukua saa nyingi kurudia hali yake, pengine siku kadhaa. Kiasi inarudi kwa kutumia upepo na pia kuagiza kutoka Ufaransa. Joseph Henshaw amekwama katika mji mkuu wa Ureno, Lisbon, baada ya safari yake kuelekea Uingereza kufutwa. Hapa anaelezea masaibu ambayo imesababishwa na tukio hilo la kukatika kwa umeme. Kuna barabara za mizunguko mikubwa na bila wasimamizi wa trafiki hapo au taa zinazofanya kazi hata kidogo. Ilikuwa ya kuogofya na ya kutisha sana, hasa kuvuka barabara hizo. Sio tu taa za trafiki, lakini maduka, mikahawa. Bado sijaweza kula leo. Sijapata kifungua kinywa au chakula cha mchana kwa sababu nina kadi ya ATM na kwa sasa haifanyi kazi. Niko karibu na benki kwa sasa. ATM zote hazifanyi kazi, hakuna hata moja ambayo inafanya kazi. Siwezi kupata pesa popote, kwa hiyo ninatumai mke wangu katika hoteli atalazimika kunisaidia kwa kiasi.